Hai mpendwa, naomba siku ya leo nikuulize swali kwamba unahisi kwa ajili gani kumekuwa na maongezeko ya watumishi wa uongo? Kwa ajili gani kumekuwa na maongezeko ya wachungaji wa uongo, manabii wa uongo, mitume wa uongo, walimu wa uongo? Unahisi kwa sababu gani? Sababu kuu ni moja. Kumekuwa na maongezeko ya watumishi wa uongo kwa sababu kumekuwa na Wakristo wavivu katika kulijua neno. Wakristo mnapenda kulishwa sana kuliko kujitafutia. Wapendwa, hii Biblia sio kwa ajili ya mchungaji. Hii Biblia sio kwa ajili ya mtume. Hii Biblia sio kwa ajili ya nabii. Hii Biblia ni kwa ajili yako. Lengo la Yesu kutoa huduma tano, sikilizeni, lengo la Yesu kutoa huduma tano ilikuwa ni kwa ajili ya kumkamilisha mtu mmoja. Ukamilishwe ili na wewe ukawakamilishe wengine. Sasa kwa bahati mbaya, ukiona watu wanauziwa maji, ujue hao watu ni wavivu katika kuomba, katika kusoma neno, katika kujua nafasi zao specifically na Mungu. Swala la uhusiano na Mungu sio la kumtegemea mwanadamu. Swala la uhusiano wa mwanadamu na Mungu ni personal. Ni personal. Ndio unachungwa, ndio unatakiwa ulelewe, ndio unatakiwa uimarishwe, lakini swala la kukua ni la kibinafsi. Kiwango cha kuongezeka wavivu wa Kristo, kiwango cha kuongezeka wa Kristo tegemezi ndicho kinazalisha watumishi wa uongo. Kama kungekuwa na watu ambao wanaomba sana, kungekuwa na uwezekano watu wana uwezo wa kuona vitu vya rohoni sana. Kwa hiyo hata mtu akisema kwamba hichi kitu unajua kabisa huyu nabii ni muongo, huyu nabii ni tapeli. Kama kungekuwa na watu ambao wanasoma neno sana, kuna mafundisho unaona watu wanapiga makofi wanashangilia, lakini ukikaa mtu mwenye neno na ufunua neno, unajua kabisa pale wanatapeliwa watu. Kweli mtu unatoa 10,000, unatoa 10,000 unaenda kuuziwa mchanga. Wakati maandiko matakatifu yanasema nimewapa mamlaka, chochote mtakachokifunga duniani kimefungwa mbinguni. Hakutaja ni mitume tu, alitaja kila mtu atakayeliamini jina la Kristo ana uwezo wa kufanya kile kitu. Wakristo wenzangu, acheni uvivu, acheni uvivu. Anzeni kumtafuta Bwana kibinafsi. Anzeni kukua roho kibinafsi. Hizi nyakati za mwisho mtatapeliwa sana. Ndio maana kunaibuka sasa hivi manabii mara watabiri mechi, mara watabiri nini, na nyie mnafuata mkumbo. Lengo la nabii ni kujenga kanisa. Huyo nabii ambaye unakuta labda anatabiri mechi, kanisa lake lina wazinzi, unakuta unakuta huyo nabii anauza mchanga, kanisa linaongoza kwa uzinzi. Haoni kwamba Mungu amwambii kuhusiana na roho za uzinzi zinazotesa kanisa lake. Mungu amwambii kuhusiana na roho za uchawi zinazotesa kanisa lake. Mungu amwambii kuhusiana na roho za umaskini zinavyotesa kanisa lake. Amkeni wa Kristo, amkeni. This is time of wake up. Just wake up. This is wake up call, guys. Just wake up and do what you're supposed to do. Acheni uvivu wa Kristo wenzangu. Acheni uvivu na unafanya mnatapeliwa, uvivu na unafanya mnaongeza watumishi wa uongo. Kama utakuwa responsible katika kufollow all principles ambazo Mungu ameziweka, ni kuhakikisha tutakuwa na makanisa yenye moto wa Mungu, yenye nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu awabariki. Acheni uvivu wa Kristo. Acheni uvivu. Hawa matapeli wanazidi kuongezeka. Hawa wapigaji wanazidi kuongezeka. Hebu anzeni kuomba, anzeni kusoma neno, anzeni kulipieni gharama. Hakutakuwa na maongezeko ya hawa matapeli, guys. Tuombe, tusome neno, tufunge. Mungu atawabariki na Mungu atawainua. Najisikia uchungu kuona Wakristo wenzangu mnaendelea kupigwa, mnaendelea kutawaliwa, vitu vyenyewe ni bure. Mungu amesema you need to give free. Maji 3,000, maji 15,000, maji mchanga. Hey, wake up, amkeni, acheni kuendelea kutapeliwa, guys. Mnawatajirisha watu.
Mna hizo nguvu ambazo mnaona wanazo, mnazo hata nyie kama mkizichochea. Mungu hajawapa watu kwa upendeleo. Wewe mwenyewe ukilipia gharama utazipata. Mungu ni yule yule. Mungu wa Ibrahimu ni Mungu wako. Mungu wa Musa ni Mungu wako. Mungu wa Elia ni Mungu wako. Ukilipia gharama na wewe utapata vyote. Acheni kutapeliwa, Wakristo wenzangu. Mungu awabariki na wapenda.